Jeshi la Marekani na Israel limeharibu sehemu kubwa ya miundombinu ya droni na vituo vya kurushia makombora vya Iran katika operesheni inayoitwa Epic Fury. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth pamoja na mkuu wa majeshi wa Marekani Jenerali Dan Kane, mashambulizi ya droni na makombora kutoka Iran yamepungua kwa kiasi kikubwa ndani ya saa 24 zilizopita. Takwimu zinaonyesha kuwa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu yamepungua kwa asilimia 86 tangu siku ya kwanza ya mapigano. Mashambulizi ya droni za kushambulia moja kwa moja imepungua kwa asilimia 73. Hata hivyo, viongozi hao wamesisitiza kuwa operesheni hiyo itaongezeka nguvu zaidi katika siku zijazo. Nikinukuu, nguvu ya operesheni inaongezeka na itaendelea kubaki juu, mwisho wa nukuu. Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya kati yani CENTCOM sasa linapanua mashambulizi yake zaidi ya ardhi ya Iran likilenga kuzuia Iran kujijenga upya kijeshi. Aidha, Marekani na Israel zimeripoti kuharibu zaidi ya meli 20 za kijeshi za Iran ikiwemo manuari moja, hali iliyodhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran katika ukanda huo. Katika hatua nyingine, Iran imeripoti kurusha zaidi ya droni 2000 na makombora 500 katika shambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya majengo ya kijeshi na kiraia katika Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, wanajeshi 6 wa Marekani wameripotiwa kuuawa nchini Kuwait kufuatia shambulio la droni lililolenga bandari ya Shuaiba. Viongozi wa Marekani wamesema wazi kuwa mapigano bado yanaendelea na hatari bado ipo. Nikinukuu, huu ni mwanzo tu, tunaharakisha operesheni, si kupunguza bali kuongeza, mwisho wa nukuu.